Wa miaka kama 60 iliyopita. Ni mtu kutoka Tabora. Na nimeanza kutangaza dini ya Allah nikiwa kama na 23 years, kama miaka 23. Sasa hivi nina miaka zaidi ya 44 natangaza dini ya Allah, na namshukuru Allah hata misukosuko, lakini alhamdulillah Allah amejalia niwahi kwenda jela nikatoka, na mpaka sasa naendelea kupigania dini ya Allah. Naam. Watu wengi wanasema Mazinge alikuwa Mkristo. Sijawahi kuwa Mkristo. Sijawahi, kwa sababu baba yangu mimi 100% yeye ni Muislamu alikuwa, na ndugu zangu wote ni Waislamu, na katika familia yangu mimi hakuna aliyewahi kuwa Mkristo. Labda unafikiri kwa nini watu wengi wanahisi labda wewe ulikuwa Mkristo? Okay. Labda vile ninavyosoma vitabu vya Allah, Biblia, Zaburi, Injili, kwa sababu mimi nina vitu hata wachungaji wenyewe hawana. Si unajua tena. Napiga vitu wachungaji wenyewe hawana. Wewe unajua mimi nishatoa katika YouTube, nikasema mimi nataka wachungaji wa hii nchi nzima waje. Kama wana uwezo tufanye mdahalo. Nataka niwaulize kwa nini wanawadanganya watu wakati maneno yako wazi. Na hawawezi, na hakuna atakayetokea hata mmoja, najua hakuna. Sheikh Mazinge, katika harakati zako za kutangaza Uislamu kati ya ndani ya nchi na nje ya nchi, labda katika muhadhara gani ambao wewe hautausahau? Muhadhara ambao sintousahau ni mingi. Kuna muhadhara wa kwanza tulikuwa na debate Mombasa na Ndacha. Tulikuwa tunazungumzia kati ya Yesu na Allah, nani aliyeumba mbingu na ardhi. Ulikuwa mkutano mzuri sana. Yani ulipendeza mashallah, kwa sababu nilitoa hoja nzito na Waislamu walikubali na Wakristo walikubali na watu wengi waliingia kwenye dini ya Allah. Muhadhara mwingine nilifanya Burundi. Wakati ule wa Pierre Nkurunziza. Nilikwenda kule nikatangaza dini, watu walipanda kujisilimu juu ya jukwaa zaidi ya 100 mpaka jukwaa likavunjika. Kwa niliondoka Burundi wamesilimu watu wengi. Naam. Na Burundi ile nakumbuka niliona CD fulani nionyesha Mazinge asilimisha watu 30. Ilikuwa ni Burundi au wapi? Ilikuwa Burundi ndio kwanza walisilimu kwenye jukwaa pale 30. Alafu baada ya yule mchukuaji kuwa nani imekwisha, wakapanda wengine zaidi ya 100. Sasa hiyo hatukuweza kuirekodi. Wakasilimu na alhamdulillah miongoni mwao sasa hivi wamekuwa mashehe, wengine wakwenda hija, wengine watoa dhana, wengine walikuwa walimu wa madrasa. Naam. Nini hasa kilikushawishi kuingia katika hii kazi ya kumtangaza Allah? Yaani kupitia kuwanasihi wa Kristo. Niliwaona wale wahubiri wa zamani kina Ngariba, marehemu Ngariba, marehemu Matata, marehemu Kawemba. Bwana niliwaona wakati ule mimi nilikuwa nafanya kazi Relo. Niliwaona pale nikaona basi kazi itanifaa kuliko kufanya kazi Relo. Kwa hiyo nikaingia moja katika kutangaza dini ya Allah. Nikaanza kuchukua vitabu nasoma mwenyewe. Nachukua Biblia na Qur'an nalinganisha, inaitwa comparative religion, yani nalinganisha. Je, hii aya ya huku na huku zinakwenda pamoja? Neno la mwisho katika hili Sheikh Mazinge, katika harakati za dini, neno la mwisho la kuambia watazamaji wetu au Waislamu kwa ujumla? Kwamba tumuogope Allah, kufa kuko karibu kila mtu. Kila mtu yuko njiani kuelekea akhera, kwa sababu ndakupita. Fanya utakavyofanya, kuwa na hela. Yani wewe dhamini klabu zote ulimwenguni, kuwa na hela, jenga kwenye bahari, fanya utakavyofanya. Yani nenda utakavyo, hesabu dola utakavyojaza chumba, fanya utakavyofanya, lakini umauti upo pale pale. Babu, wewe unaogopa kufa? Mimi siogopi kufa, kwa sababu hata nikiogopa nitakufa. Ila najiuliza, nakufa siku nakufa ni nini ambacho nimemtangulizia? Wewe unaogopa huogopi? Kuogopa lazima niogope. Hakuna siogopa kufa. Hakuna. Kwa sababu unapouma malaria ukaenda hospitali, maana yake umeogopa kufa. Sijui umenielewa, lakini Kwa hiyo na maana watu tuogope hiki kifo, kwa sababu kifo
kinakuja ghafla, kinaweza kuja kifo hata uumwi, ukaanguka ukaondoka. Yani mapigo ya moyo yakikosana tu safari. Kufa sio lazima umwe. Na unajua matajiri wametangulia duniani, ndio wanawaambia hawa watu wanetutishia. Kuna mtu ananunua magari anatisha, kuna mtu anapata mapesa anawatisha. Wakati unawatisha wewe ndio mapesa, kuna watoto yatima hawajala, kuna wajane hawajala. Mwenyezi Mungu amekujalia bwana, na ujue unaponyesha hizo pesa ziko rekodi na malaika. Siku ya kiyama utaambiwa umezipata vipi na umezitumia vipi. Ndio maana Allah akasema katika Qur'ani, ambaye anaisoma IPM, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbiti akidamakum. Atakayemnusuru Mola wake na Mola atamnusuru siku ya kiyama. Yani wewe unapata hela, unawatishia watu, kuna mtu hajala wiki nzima unamtishia hela. Wewe unafikiri Mwenyezi Mungu anakuandikia nini? Hebu fikiria, Mwenyezi Mungu wewe kuwa tajiri, mwingine kuwa maskini, mipango ya Allah. Na Mwenyezi Mungu kaleta maskini kwa sababu wewe una hela, ili umsaidie, na wewe Allah akakuepusha na moto wa Jahannam. Sasa kuna watu watakuwa na pesa hapa duniani, baada ya kufa wanaanza adhabu na kufufuliwa, na wakifika kwa Allah wanaenda motoni moja kwa moja. Inasaidia nini? Bora ukose pesa, umche Mola wako, akhera Mwenyezi Mungu akakuepusha na moto wa Jahannam. Njaa yangu mimi ni pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe kama una hela, kula we na watoto wako miaka 70 80, unakufa kalas. Hicho ulichokiacha na wenzio watakitumia, wewe utakwenda na sanduku bwana, na utafufuliwa, utaulizwa kile ulichokifanya hapo kanisani. Al Huda, mwongozo wa jamii.